Na mtazamaji, karibu tena. Shukrani kwa kuendelea kusalia nami tukiendelea na taarifa za yanayojiri, na kama nilivyokuarifu awali tutakuwa tunazamia mazungumzo kwenye sehemu hii na itakayofuata katika kuangazia swala la visa vya ukatili wa polisi ambavyo vinaendelea kukithiri, tukiangazia kwamba juma lililopita katika mkutano ambao ulikuwa unaongozwa na viongozi wa chama cha ODM kwenye vuguvugu la Linda Mwananchi kule eneo la Kitengela, ambapo maafisa wa usalama waliingilia kati kutawanya wananchi kwenye mkutano huo, na katika heka hiyo basi kijana Vincent Otieno akawa ni mojawapo wa waathiriwa katika msururu wa visa vya ukatili wa polisi, akipigwa risasi na kuuawa, na ni kisa ambacho kinaendelea kugonga vichwa vya habari, ikiwa pia familia hivi punde imezungumzia swala hilo na kutoridhishwa kwao, hususan katika jinsi ambavyo shughuli ya upasuaji imeendeshwa na kucheleweshwa kama walivyokuwa wanalalama, na tutakuwa tunapata kauli zao. Lakini kwa jumla kumekuwa na visa kadhaa hivi punde, ikiwemo kile kisa cha Sheryl Adhiambo pia ambaye ni mojawapo wa waathiriwa wa msururu huo wa visa vya ukatili wa polisi. Na tutakuwa tunavijadili kwa kina na wadau hapa studioni, nikiwa namhusisha Frederick Ojiro ambaye ni mwanaharakati, na pia namhusisha Waringa Wahome ambaye yeye ni mwanasheria akiwa anafanya kazi na shirika la Mathare Social Justice Center, na pia ni mwanaharakati, na pia vile vile Joshua Okayo ambaye naye pia ni kijana na ni mwanaharakati wa masuala ya haki za kibinadamu. Lakini kabla ya kuzamia mazungumzo, tupate kauli ya familia ya Vincent Otieno ambao walizungumza hapo jana, wakieleza kutoridhishwa kwao kuhusiana na jinsi ambavyo shughuli ya upasuaji imecheleweshwa katika kutoa bayana ule utafiti wa kwamba aliuawa kwa risasi. Nilikuwa najua postmortem watafanya leo. Sasa tulipofika hapa tena tunaanza kuzungushwa. Tumeongoja tangu asubuhi saa 12 mpaka saa 4. Ndio tena tunaambiwa ati bado turudi tena Kitengela, sijui mahali walimlekesha mwili sijui nini. Sasa tuelewi mambo inakuwa aje hapa. Na unajua sisi tuko kwa familia, tunaomba for justice. Waone venye watatusaidia. Serikali ndio wanajua venye watafanya hii mambo. Waone venye watatusaidia. Sisi tunataka justice ya Vincent. Na sasa tumekuwa tunazungushwa kuja hivi, enda huko. Ilikuwa ni jana, tena tumeambiwa ni leo. Tena leo tunaambiwa turudi Kitengela. Sasa tujui tuende wapi, tufanye nini. Ndio atuelewe wanataka cover up hii maneno, kama familia. Kulingana venye wanafanya, na unajua nimeona Vincent sasa amefura. Amefura kabisa. Na sasa mwili inaharibika. Unajua postmortem inafaa ifanywe haraka. Mwili inaharibika. Sasa sijui serikali wako na nia gani na hii maneno. Hatuelewi. Natuuma sana kama bradangu kukaribu kupasuka. Ameoza already. Leo ni siku ya 3, kesho ni siku ya 4. Ameharibika. Na si kifo ati alikuwa mgonjwa. Kifo tu ya serikali. Tunaumia sana, tunaumia. Kama bradangu anaharibika kwa mochari. Na hakuna hata kitu tunakuja, tunarudi. Sasa hiyo ni nini tena? Na katika taarifa hiyo tupate taarifa nyingine ambayo inaambatana na kisa hicho, ambapo ilikuwa ni mkutano huo unaoendelea Kitengela ukiwa unaongozwa na Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na viongozi wengine kwenye chama cha ODM na vuguvugu la Linda Mwananchi. Tupate taarifa ya siku hiyo ya mkutano, alafu tutakuwa tunaingia kwenye mazungumzo. Dakika chache baada ya kuanza kwa mkutano wa ODM wa kupinga serikali jumuishi ambao kwa kiasi kikubwa ulikuwa wa amani, polisi walirusha vitoa machozi katikati ya umati na kuwatawanya wafuasi waliofika kwa wingi wakati viongozi walikuwa wakihutubia. Tukio hilo lililonaswa na kamera linaonyesha afisa wa polisi aliyekuwa amevalia mavazi ya kawaida akiwa amebeba begi kabla ya kuiangusha chini. Wafuasi walilazimika kukimbia kuokoa maisha yao, huku polisi wakiendelea kurusha vitoa machozi. Uharibifu mkubwa ulishuhudiwa. Eneo hilo liligeuka kuwa uwanja wa mapambano, wakazi wakipinga hatua ya polisi. Awali viongozi hao walilalamikia vitisho na kudai jukwaa lao liliharibiwa, lakini wakasisitiza kuwa hawatatatishwa. Wakora waliingia kwa stage yetu asubuhi wakavunja mitambo. Ati kutuzuia tusiweze kuongea na nyinyi. Serikali ya kudhulumu wananchi. Sasa ninasema ni one time, sivyo? Watoto wetu wameserve for a long time ago.
Kwa hivyo utakisha kwamba tumewapeleka nyumbani, sio? Walilaumu uongozi wa wenzao wanaopigia upatu muungano kati ya UDA na ODM, huku wakisisitiza kuwa hawatakubali ushirikiano wowote. Kuna chama cha ODM, lakini sisi tuna wanachama. Wako na chama, lakini sisi tuna wanachama. Wakienda State House, wanawacha vijana wapi? Sasa wale wengine wanajaribu kuuza chama cha ODM kwa Ruto. Tunawaambia, Bwana Ruto, kama umewapatia deposit, waambie wakurudishie pesa yako. Wale wachezaji wa kulipa wako Mombasa pale, wamekula pesa kwenda kuuza chama, na tutakubali. Hapa baba yako hapa Mombasa, Raila yako hapa kwa Mombasa. Ni wapi vijana waliuliwa wengi? Ni Kitengela, sio Kitengela. Kulingana na mrengo huo, katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna anayekabiliwa na changamoto hata jiuzulu wadhifa wake, kwani anaungwa mkono na familia ya marehemu Raila Odinga. Tunasimama na Mheshimiwa Edwin Sifuna. Baba yako hapa Mombasa, Raila yako hapa kwa Mombasa. Ni wapi vijana waliuliwa wengi? Ni Kitengela, sio Kitengela. Mnataka kungoja mpaka 2020? Ni sasa hivi tunatoa Kasongo. Hawa vijana mimi ninawashika, hawatataka kuleta mchezo, wanaenda kuchukua serikali. Kabla ya kuandaa mkutano wa kisiasa eneo la Kitengela, viongozi hao walikuwa wamehudhuria ibada ya kanisa bado katika mji wa Kitengela. Martin Opio, KTN. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inayotuingiza katika mazungumzo, ikiwa ni miongoni mwa visa ambavyo tutakuwa tunavirejelea katika mazungumzo ya leo ya visa ama ukatili wa polisi na kuonekana kuongezeko kwa visa hivyo. Karibuni sana. Naam, nikianza na Frederick ambaye yuko karibu nami hapa kwa kurejelea taarifa ambayo tumeitazama na visa ambavyo vimekuwa vikigonga vichwa vya habari. Ni juma moja tu hivi takriban ambapo Cheryl Odhiambo alikuwa ameuawa, na kabla hata wananchi wasahau kisa hicho, tukaona pia Vincent ameingia kwenye msururu wa waathiriwa hao. Maoni yako ni yapi kuhusiana na jinsi ambavyo visa hivi vinaonekana kuongezeka kwa kasi zaidi na tukiwa tunakaribia uchaguzi wa mwaka 2027? Naam, kwa majina naitwa Frederick Odhiambo Jiro. Mimi ni afisa masuala ya dharura katika shirika la kutetea haki za binadamu ambayo inaitwa Vocal Africa. Ningependa tu pamoja na ndugu zangu hapa tupiane just a moment of silence kwa wale vijana na familia ambao wameangamia kwa mkono ya polisi. Asante sana. Ni wazi kwamba tuko na taasisi ya usalama ama za usalama ikiwemo polisi, NIS, taasisi zote tu za usalama zinahusika kwa njia moja ama nyingine kwa kudhulumika kwa vijana. Na sisi kama shirika tangu Januari nilikuwa najaribu tu kuandika yale majina ya vijana ambao wameuliwa ama wamepotezwa tangu Januari. Tuko na vijana 23 tangu Januari 2026. Saizi tunazungumzia kesi ya Vincent Oyamo ambayo tumekuwa tukifuatilia hiyo kesi, na it does not make sense kwamba mtu ameuliwa na polisi, iko katika video, IPOA wako ambao wanafaa ongoze investigations, DCI wako, government pathologist wako, lakini mtu anakaa kwa muchari ya City Muchari, anakaa kwa muchari morgue ya City Muchari ambao iko na serious power disruption, mwili inaoza, but nobody cares. And it also hurts us that IPOA as an institution ambayo inafaa ongoze investigations is expecting familia wenyewe wajitafutie pathologist, waende mbio, hao waitwe tu. So like the cases are so many. Watu wengi wameuliwa na polisi tangu Januari, and it keeps on repeating themselves. Like the case of Cheryl. You can imagine msichana mdogo ambaye anang'ang'ana na mama yake ili walishe familia yao na wasome, risasi inampata mahali hata hakuwa anahusika. And then the police as a service
do not give any information until there's a public anger, and then the IG of police comes out and say, he does not even take responsibility. He just comes out and say that we are aware of an incident, na uchunguzi inafanywa, and we are waiting for postmortem to be done, and then we'll take action. Honestly, we expected that this government, especially the IG of police, will just see the moral responsibility and say, my 2 officers, the lady and Abdi, ambao walikuwa wamehusika katika mauaji ya Sheril, let them step aside as we continue investigations. So we are seeing serious impunity within the police service, but we're also seeing a bad police culture. There's also a bad police culture. Hii ni tabia ya kiuni, ijaanza na polisi ya saa hii, ilianza na polisi wa ukoloni, na ni tabia ambayo inaigwa tu. Na kitu kingine ambao pia tunaona ni kwamba the executive and the politicians ndio sababu polisi wana operate hivi, sababu they are protected, and the police and the executive do not want a disciplined service. They do not want a professional service, because these are the goons in uniform. But also what we've also seen from where I sit, my background is criminology. Also from where we sit ni kwamba the police training must be looked into so that we deal with the question of othering. The question of othering within the police training ndio kitu ambacho natuletea shida. First of all, why are police living in barracks? Why are they not living with the people if it's a service? Because all service providers, like police is now a service, it's not a force. The military is a force. So the police as a service must live with the people where they're giving services. Lakini putting them in their own space is part of the othering. So polisi kwanza anajiona yeye ni polisi, ndiye ajiona yeye ni Mkenya. And when they are treating people, in fact, even your own brother, when he's a police officer, he treats you first as, to him is more Kenyan than you. So unless we deal with the question of othering that makes police think that hao ni watu tofauti na Wakenya ni watu tofauti, and how they are special in the eyes of the government, we will not deal with police brutality. Unless we deal with the question of the police culture, that the same way Mwingereza alitumia polisi kutuua, kuua mababu zetu na kutudhulumu, ni the same way polisi bado inaendelea na ile ukarabati. And also the issue of impunity that even President William Ruto himself, I think, is very happy. I can say this authoritatively, that President William Ruto is very happy when the police kills young Kenyans, because if the police becomes professional, they will not be hired as goons. If the police were professional, we could not have the Jersey killings. But because they are aware that these police are not professional, they can be hired on, with 50 shillings, they can be directed to operate outside the law, and that is what now maintains the politicians in power. So I think the police institution do not need reforms. It needs to be abolished. Or the IG of police need to resign so that we can start now. Because if you look at statistics, hatusemi kwamba polisi mdogo ndiye anaua. Kwa kesi ya Albert Ojwang, haikuwa polisi mdogo ambaye alikuwa ameleta complaint. It was a senior officer, IG Mr. Lagat. Na tumeona katika the other young people ambao wameuliwa, tumeona inspectors involved in killings. Tumeona, like if you look at maybe the case of Kwekwe huko nyuma in Kwale, it was an OCS and senior officers, inspectors. So all police officers are involved in killings, in abductions. Madam, are you aware that this year alone, naomba nikukatize kidogo, from Northeastern, naomba nikukatize kidogo kwa sababu bado tuna muda, tutakuwa tunarejea kwako. Waringa, maoni yako ni yapi kuhusiana na visa ambavyo wanavitaja Fred kwamba vinaongezeka na takwimu zinaonyesha kwamba vinaongezeka, na kisa cha Vincent na Cheryl sio visa ambavyo ni vya kipekee, kwa sababu vinajirejelea kwenye masuala yale ni ukiukaji wa haki za kibinadamu na labda kupuuzilia majukumu na kutofuata sheria, lakini uwajibikaji bado unaonekana ukiwa finyu. Ndio, shukran kwanza kwa kuni engage kwa hii discussion.
Kwa sababu ni kumbukumbu, ni memory ambaye watu wanafaa kukumbuka kila wakati, na nafurahia ndugu yangu hapa ametukumbusha akasema ni role ambayo polisi imekuwa ikicheza kutoka muda wa ukoloni, na ni mambo ambayo wamekuwa wakijaribu sana watu wasahau. Watu walitaka sana, hata jana tulikuwa celebration ya Dedan Kimathi kwa sababu jana ndio siku ambayo aliuliwa na mkoloni, na hizo ni memory ambazo kama sio watu kushinda wakimkumbuka kama mtu ambaye alipigania haki, kama mtu ambaye pia yeye mwenyewe alidescribiwa kama terrorist, the same way watu ambao walikuwa wanauliwa kwa barabara walikuwa wanadescribiwa excuse ya kuwaua ilikuwa ni terrorism. Kwa hivyo nasherehekea hii discussion kwa sababu inakumbusha watu. Lakini pia whilst I agree na ndugu yangu hapa, role ya police hata kwa serikali zingine zozote ambazo tunaweza angalia inakuanga ku maintain balance ambayo ina exist katikati ya state ambayo ni government na watu wao ambao wanakuwa governed. Na hiyo balance ni ngumu sana upate unless polisi mwenyewe achukue wajibu wake kama binadamu. Amwe mimi nitakuwa nasimama na decisions ambazo nitakuwa nazimake zikiwa ambazo zinasaidia majority of the people, wale ambao ni wengi katika nchi. Lakini polisi wengi ambao wamejitokeza Kenya kwa hizi police killings ambazo zimekuwa zikiendelea recently, ni decision wamemake, it is deliberate decision ambayo wamemake kusupport vitu ambazo wanaelewa ni za ukatili. Kwa sababu ukishapiga mtu useme utamuua, yani umnyime utu, umnyime ubinadamu, na unafanya hizo vitu zote wewe mwenyewe ukiwa binadamu, mwanzo ni violation ya katiba. Kwa sababu article 258 inasema kwamba ni duty ya national security organs, zile taasisi ambazo ndugu yangu hapa alikuwa anazi highlight, ni duty yao ku make sure kwamba zile hata wakifanya hizo security protection, hata wakizifanya wanafaa kuzifanya wakiwa wanaangalia mambo ya social justice, mambo ya human rights na mambo ya rule of law. Lakini sasa ukatili ambao tunauzungumzia hawezi na pia decision ambayo wamemake kuto support the majority of the population, wanataka ku force in the name of law and order, na wanatumia sheria kawaida. Kwa sababu hata tunawasikia wanasema kwamba wacha watu washikwe, wauliwe, tuende kwa koti and then koti ndio whatever. Really? Kwa sababu the prize ni wale watu ambao wanauliwa. The prize ni akina Cheryl, the prize ni akina nani. Na hizi records si za juzi, because social justice movement in itself imekuwa ikirecord hizi cases for the last 10 years, ikizi forward kwa IPOA na limitations za IPOA ndugu yangu ameshazi explore. So I think ni personal responsibility ambayo police wametake na personal decision. Yeah. Na Joshua, maoni yako ni yapi kuhusiana na kauli ambazo wenzako wametoa, na pia kuangazia zaidi visa vilivyopo na hatua ambazo zinachukuliwa kuhakikisha vinasitishwa na pia haki inapatikana na wale waliotekeleza ukiukaji wa haki wanawajibishwa? Asante, na asante kwa mwaliko. Kwanza ni uchungu sana ukisikiza familia wakilia na wakisema kwamba kwanza mmoja wao aliuliwa, na pili serikali imekataa kuchukua hatua ya kuensure kwamba hiyo autopsy inafanyika kama postmortem inafanyika. Ni uchungu sana kupoteza mpendwa, na pia tena unalazimishwa kufuatilia vile mtapata autopsy report. It's very unfortunate. Kazi ya polisi ni maintain law and order, yani kuhakikisha kwamba kuna amani na kuprotect maisha yako, mimi, yake na pia property. Lakini tumekuwa na visa vingi ambapo polisi badala ya kufanya vile wanavyofaa kufanya, wanafanya kinyume cha wanavyofaa kufanya. Tumeona kwamba tumeangazia kisa cha Cheryl Adhiambo na tumeangazia kisa cha anaitwa nani, Vincent. Wacha nikurudishe nyuma kidogo. Tarehe 30 Desemba mwaka 2024, mimi na huyu ndugu yangu huyu tulikuwa tunaandamana katika zile harakati za kuandamana kupinga abductions. Na polisi walikuja wakafanya of course vile huwa wanafanya, na tukashikwa na tukapelekwa pale Central Police Station. Tulipopelekwa Central Police Station, polisi walianzisha vita kwenye police station.
ndani ya holding cell. Walianza vita wakiwa na hizi rungu na kupigana, yani walikuwa wanatupiga. Sasa kama sisi ni wanaharakati, pia watu ambao wanapigania haki za kibinadamu, tunaweza tukafanyiwa hivyo. Nilikuwa nafikiria tu mwenyewe, yule Mkenya tu, labda kijana ameshikwa kwa sababu moja ama nyingine, amepelekwa kiwa peke yake, atafanyiwa vipi? Tulikuwa watu karibu 23. Tulikuwa wengi na mnapigwa. Sasa ukiwa peke yako, ukiwa uko tu hapo, hujui uweze ongea na mtu mwingine, hakuna mtu anaweza kusupport. Sasa unajua inakuwa shida. Na tulipigwa, lakini baadaye iliweza kusettle. Tarehe 11 Juni mwaka jana, sasa baada ya Albert Ojwang kuuliwa, tena tulienda maandamano. Tulipofika pale Central Police Station, polisi mmoja alituambia, nyinyi nimewamark na tutapatana kwenye hizi streets. That's what he said. I think ilikuwa siku 2 ama 3 baada ya hiyo, watu walipigwa kwenye CBD, mimi nikiwa mmoja wao, na tear gas na rungu. Ina maana ya kwamba kuna vitu fulani vimesemwa na wanasiasa ambavyo zinapatia polisi nguvu, kana kwamba wanajua hata nini ifanyike, sheria haitachukua mkondo wake. Hata auwe, apige mtu, afanye nini, sheria hautachukua mkondo. Kwa sababu gani? Wako na support ya wale ambao ndio kusema. Tumeshuhudia vifo vingi, hata Nanyuki, kuna msichana alikufa kwenye seli. Actually visa vya watu kukufa kwenye seli sio moja, sio mbili, viko vingi. Na mimi nilivyoshuhudia vile polisi wanapiga watu kwenye seli, nina hakika kwamba hawa watu sio tu kukufa wanakufa, ni kuuliwa wanauliwa wakiwa kule ndani. Kwa hivyo ni uchungu sana tukiona visa kama hivi vikifanyika 2026. Na tuko na afisi nyingi, tuko na IPOA, tuko na DPP ambao wanafaa kwa wamechukulia hizi kesi wapeleke mbele, tuone watu wako kwenye koti ama vitu vinafanyika hivyo hatuoni. Kwa hivyo sisi, jukumu sasa ni ya Wakenya. Na mtakuwa tunarejea kwa mazungumzo hayo, lakini kwa sababu ya muda tunaingia mapumzikoni. Tukirejea tutakuwa tunaendelea na mazungumzo ndani ya muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kuendelea kusalia nami kwenye taarifa hizi za yanayojiri, nikiendeleza mazungumzo kuhusiana na kuongezeka ama kukithiri kwa visa vya ukatili wa polisi, na nitakuwa narejea kwenye mazungumzo hayo ambapo nimeungana na wadau studioni katika kuendeleza hayo. Lakini kama nilivyokuarifu mwanzoni mwa taarifa hizi, baadhi ya taarifa tunazozifuatilia ni ule uchaguzi wa kile ama ule muungano wa mawakili ama chama cha mawakili nchini LSK, ambapo mwanahabari Esther Diana anafuatilia taarifa hiyo, na sasa tunaungana mubashara kupata yanayojiri kwa sasa. Esther, unanipata vizuri? Tuarifu yanayojiri kwa sasa katika mchakato huo wa uchaguzi wa LSK. Naam, nakupata Mwasiwa. Tunaungana nawe kutoka mahakama kuu ya upeo hapa jijini Nairobi, ambapo kura za LSK zinaendelea, na kumbuka zilianza asubuhi ya leo. Siku hii ya leo
wanachama wa LSK wanatarajiwa kupiga kura na kuwachagua viongozi wao wakiwemo rais na naibu wa rais. Na pengine kwa ufupi ukiniruhusu pengine kuvuka kuongea Kiingereza, maana sikia leo we're here with the LSK President Faith Odhiambo, who will be speaking to us briefly, but just to bring you up to speed, over slightly above 18,000 LSK members are expected to cast their votes today. And as you can see behind me, a lot of these lawyers have come out in good numbers. And earlier today we saw very senior members of the High Court and lawyers. I beg your pardon. We've seen a number of lawyers and senior members coming in here, including Martha Karua. We've seen Nairobi Senator Edwin Sifuna, Babu Owino, and right now here at the Supreme Court of Kenya, we are with the outgoing president of the LSK, Faith Odhiambo, who will be speaking to us about the turnout, how they feel about this particular turnout, and looking forward, what should be expected of the presidents who maybe perhaps the president who will be coming in. And this, remember, this seat is being contested by 3 very senior members of the LSK. And kindly, Faith, if you could join me here and speak to us about today, how do you feel about the turnout in the elections? How is the process going? So it's a fair turnout. Most those who are appearing at the Supreme Court are a bit more of the mid-bar and senior lawyers. Milimani is a bit more active because we have a majority of the younger bar appearing there. But the turnout has been fairly good. We have seen lines streaming in. We've tried to increase the polling stations this year to ensure that we don't have the overly long lines that we saw in the last elections. And the elections board has been moving around to ensure that there's proper management and that everyone is able to quickly get the stream that they're supposed to vote in and be able to get adequate assistance. Yeah. All right. How about the grassroots? Perhaps if you have any information on the turnout from the regions. Well, from the regions, the morning has been quite slow, but they are slowly picking up. I think it's also majority are in court during the morning hours and then they attend thereafter. But here, as much as we asked the Chief Justice to ensure that a memo is shared to indulge advocates to be able to express their democratic right today to choose their new leaders who will lead them for the next 2 years, upon handing over on 27th of March of this year, we've seen Nairobi has had a stronger turnout streaming from morning. But the upcountry towns, they are slowly coming up. Yeah. All right, amazing. And finally, perhaps to the candidates who are vying for the seat that you currently hold, what would be your message to them? And perhaps whoever takes the office, what would be your expectation of them as the outgoing president? I'd say that there are certain challenges that they are going to face as they take up this new role. We have the issue of sexual harassment that has come to the fore, that we have now since set an anti-sexual harassment committee, that it's now going to be up to the next council to take up that responsibility and ensure proper investigations are done and actions taken against perpetrators. Secondly, we need to see the role of LSK in fighting for our members, particularly on practice space, and dealing with the greater menace that we continue to have of masqueraders in the legal profession, and also how to inculcate the young lawyers into the new areas of practice. Things that we hope not to drop the ball on is in our important role in protecting the rule of law and access to justice. Members of the public will continue to look to the Law Society to be a strong and independent voice, to protect the Constitution, stand against excesses of the executive, and ensure that as much as they work with the judiciary, that they also hold the judiciary to account and to ensure that practice is fair. And so there are responsibilities that are there, and members would still want to see LSK maintain its strong voice as it's done in the past 2 years. Yeah. All right.
Amazing. Thank you very much. We're going to keep camp here and I just give you a spot check of everything that is going on. And remember, these elections comes at an opportune time where the presidential elections for general elections for the country are also underway, are coming. And remember that these elections for the LSK president, council members and the vice president is taking place across the country, and over 18,000 registered LSK members are taking part in these elections. Now we're told that results as these lawyers are casting their votes, results are expected later today. So we'll keep camp here and keep you updated as more unfolds. Back to you in studio. Very well. Asante sana mwenzangu Esther Diana kwa kutuletea muktasari wa matukio hayo ambayo yanahusisha uchaguzi wa LSK, na kama tulivyosikia anayeondoka ambaye ni rais wa LSK kwa sasa akiwa anazungumzia kwamba ana imani kwamba utakwenda vyema uchaguzi wenyewe, na ni shughuli ambayo inafanyika kote nchini kwenye maeneo tofauti, na tunaendelea kuifuatilia, tutakuwa tunakujuza kwa kina yatakayotokana na uchaguzi huo. Tukirejea hapa studioni kwenye mazungumzo, na nikiendelea kuhusisha wageni wangu ikiwemo Frederick Ojiro ambaye ni afisa wa dharura katika shirika la Vocal Africa na ni mwanaharakati, na pia vile Waringa Wahome ambaye ni wakili na ni mwanaharakati akiwa anafanya na shirika la Mathare Social Justice Center, na Joshua Ukayo ambaye pia ni mwanaharakati na mtetezi wa haki za kibinadamu. Karibuni kwenye sehemu ya pili, na labda katika kuangazia baadhi ya masuala yaliyoibuliwa kwenye sehemu ya kwanza, tukiangazia asasi ambazo zinahitaji ama zimewekwa kikatiba kuwajibisha huduma ya polisi ambao ni IPOA. Inaridhisha na majukumu wanayotekeleza yanaridhisha. Kumekuwa na lalama ambazo zinajitokeza kutoka kwao za kukosa maafisa wa kutosha, za kukosa fedha na ufadhili wa kutosha, masuala ambayo nafikiri ni haki yake kama taasisi kikatiba kuweza kuwa na vitu kadhaa katika kutekeleza majukumu yake, lakini bado inakuwa ni changamoto na hazitatuliwi. Na pia katika wao kujitokeza, mara nyingi nafikiri kuna baadhi ya wanaharakati wanahisi wanajitokeza wakati ambapo kuna lalama, lakini katika wakati ambapo hakuna lalama hawazungumzii na hawaonekani kusukuma zaidi kupata haki na kupata ufadhili ambao wanastahili kupata kikatiba. Maoni yako ni yapi Frederick, alafu tutakuwa tunapatia wengine maoni. Na ukizungumzia kuhusu changamoto ipi ambapo Wakenya wanapata ambayo inatokana na vile taasisi zinafanya kazi ama vile zimeshindwa kufanya kazi, sisi kama shirika tumeona kwamba serikali imefanya kimaksudi kugandamiza jamii na familia ambao wanadhulumiwa na vyombo vya dola. Kwa mfano, taasisi kama IPOA hawana maofisa wa kutosha. Kwa hivyo ili wafanye kazi wako na regional officers kama ni Kisumu, kama ni Garissa, lakini sasa hawako nyanjani kwenye county and sub-county level. Kwa hivyo inabidi sasa washikane wafanye kazi pamoja na mashirika zisizo za kiserikali kama NGOs, social justice centers, CBOs, mashule, kanisani, msikiti. So hapo tunaona kidogo serikali imefanya kimaksudi isiwapatie pesa kutosha ya kuajiri maofisa wa kufanya investigations, forensic, data analysis na kila kitu. Lakini pia tumeona serikali pia imekataa kufanya kitu ambacho tunaita operationalization of the full implementation of the Corona Services Act. Because the Corona Services Act ingekuwa operationalized, inamaanisha ingefanywa wakfu na ipewe nguvu ya kufanya kazi. Kitu ya kwanza ni kwamba IPOA angekuwa na their own forensic lab. Hapa ni polisi anahutumiwa kwa kuua. He is the main and prime suspect. Na huyu suspect labda amesurutishwa ama amefanywa kufanya ile dhuluma kupitia mkubwa wake. Kwa mfano tuchukue mfano ya Albert Ojwang. Inajulikana wazi kwamba Lagat ndiye alikuwa mhusika mkuu, ndiye alikuwa complainant. Sasa utaka kuniambia Lagat atakubali wale maofisa ambao walihusika kwa kumua Albert Ojwang wafanyiwe ukaguzi kwa lab yao? So the forensic lab ya IPOA inafaa kuwa IPOA tu. Lakini in this circumstance unapata IPOA wakishachukua evidence, wameenda postmortem, wamepata evidence na kila kitu, analysis zinafanywa wapi?
kwa lab ya DCI. Ballistic inafanywa wapi? Ukaguzi wa risasi na bunduki inafanywa bado kwa taasisi ya polisi. Is it possible? Kwa hivyo hizi ni vitu ambazo zimefanywa kimaksudi. Lakini kitu nyingine pia ni ofisi ya Attorney General. Na pia hapo tunalaumu Attorney General, tunalaumu Kenya National Commission of Human Rights, na tunalaumu IPOA. Hawajafanya enough civic education or campaign kuelezea umma criminal justice process inakaa namna gani, ni njia gani Mkenya anafaa afuate, ni shughuli gani anafaa jihusishe nayo wakati mtu wake ama yeye amedhulumika kwa mkono ya polisi. Hii elimu ama hii ufahamu haiko kwenye public, na ni jukumu ya Attorney General afanye kazi pamoja na washikadau wengine kama learning institutions, kama non-governmental institutions na Kenya National Commission of Human Rights, ili jamii wakuwe na a greater and higher understanding ama knowledge on criminal procedure. Na one of the peer weaknesses ambao pia iko katika mataasisi ni kwamba the institutions have been politicized. Sababu gani? Unapata incident imetokea, kwa mfano the Jeze killings, alafu rais anajitokeza akisema nashukuru sana polisi kwa kufanya kazi nzuri. He's the head of state. Kwa hivyo akizungumza hivyo inatia wasiwasi na uoga zile taasisi ambazo inafaa ifanye uchunguzi. Na pia tumeona pia mawaziri kama the CS Murkomen, mazungumzo yake pia ni kana kwamba inaelekeza investigations na pia kushukuru maonevu ama mauaji ambayo yamefanywa na hizi taasisi. Kwa hivyo that politicization, kuwekwa siasa ndani ya hizi taasisi ni one of the biggest challenges. Na nyingine pia ambao pia naona pia ni vizuri tuzungumzie documentation. Wakati mtu amedhulumiwa, tuliona wakati wa Jenzi na hata hii ya Vincent Oyamo, wajua vile menakiliwa kwenye muchari ati ni sudden death. Nani hajui yule jamaa alipigwa risasi na akafa pale pale, lakini polisi ambao walimpeleka City Muchari walinakili pale kwenye occurrence book ya muchari at sudden death. Tunakumbuka Denzel wakati wa Jenzi protest, polisi walinakili kifo chake kwa muchari kwamba yeye aliokotwa barabarani huko Thika Road, hata hakuliwa Kitengela. Kwa hivyo the way documentation is done, na hata mtu akipotezwa ama kiuliwa na pelekwe muchari, kwa nini inaandikwa ati unknown? Katika criminal law hakuna kitu kinaitwa unknown, unaandika unidentified. Na mara nyingi polisi pia wakiua wanamchukua ID wanaficha, ndio sasa familia wakifika pale waanze kuzungushwa. So all these processes na procedures za ukora pia lazima tuzungumzie, because inagandamiza processes ya kutafuta haki. Asante. Waringa, maoni yako ni yapi kuhusiana na taasisi ambazo zinafaa kuwa zinawajibisha labda huduma ya polisi ama maafisa wa usalama ambao wamekiuka haki na katika kuweka ile mizani kwenye utetezi wa haki, lakini zinaonekana kuwa na utepetevu, kuwa na changamoto ambazo zinahujumu yale majukumu ambayo yanafaa kutekelezwa? Asante. Mwanzo ni kwamba tunaweza kosea tukiangalia hii mambo ya ukatili wa polisi kama kitu ambayo imejitenga, swala ambayo imejitenga, kwa sababu ni jinsi tulikuwa tunasema ni kwamba inaingiana tuna mambo mengine mengi ambaye serikali inatumia polisi, na kwa sababu sasa tunaiangalia jinsi ambavyo polisi pia wanaitumia kisiasa, na wanaitumia na wakiitumia wao hawaitumii tu ikiwa police system peke yake. Venye ndugu yangu pia ameintroduce akasema kwamba wanatumia pia criminal justice system, hii system ya kuenda kwa koti na mambo ya jinai and such. Na wakiendeleza hiyo system ya criminal justice system, watumia state ya police, wako pia na hiyo process ya kupeleka watu kwa prisons. Na ni kitu ambayo inaendelea sana kwa sababu vijana wanashikwa kiholela tu kila wakati. IPOA haiwezi, sitasema jina kulia kwa sababu sijui what's the most equivalent word ya kusema, hawezi excuse na kusema kwamba hawana full capacity ya kufanya vitu ambavyo wanafaa kufanya. In 2018, wakati ambapo Mathare Social Justice Center pamoja na Social Justice Movement waliproduce report ya zile kesi ambazo zilikuwa zimepelekwa IPOA at that time, 3000 cases,
na kwa hizo 3000 plus cases, and in those cases 3 peke yake hadi sahi ndio zimekuwa investigated. That's 10 years going, almost like 8 years past. Kumaanisha hawezi kuwa wanasema hii yani ni kililia ambaye ishafika mwisho. Hawezi kuwa hiyo ndo their only excuse that they can only run to. Na lakini sisi jukumu letu ni kulinda katiba, na katiba provisions zake ni kwamba hata kwa execution ya duties za police lazima wakuwe wanaheshimu tu human rights na wanaheshimu binadamu na utu, social justice, human rights. Kwa sababu kazi yao kulingana na system ambayo tuko ni kazi yao ni kulinda property, life and such, si ndio? Lakini wanalinda vipi hizo mali na wanalinda aje mtu? Wanazilinda wakidiktatiwa na nini? What do they prefer? Do they prefer where there is money and control, that is political power? Ama wanafuata ambapo kuna dignity na social justice na human rights? Kwa sababu si kusema kuna polisi wanafanya kazi mzuri. Wako ambao wanasaidia pia wale ambao tulikuwa tunasema kwamba wame make a personal decision ya kuendeleza hii kazi. Kwa hivyo hadi IPOA ukweli inafaa kupewa chance. It deserves to be given a chance by the government, at least within the financing ya state, ya kuangalia kama maybe wako na capacity. But ukweli ni kwamba hata na hiyo capacity, ndugu yangu Okayo aliintroduce akasema kwamba wao wanaoperate na wana choose kufanya ukatili ambao wanaufanya wakielewa kwamba hakuna kitu itafanyika, kwa sababu they are doing the role that they are supposed to be doing within ile system ya government ambayo tunatumia. Lakini tukaamua kwenda upande mwingine wa kudefend constitution, wa kuilinda katiba na principles ambazo imepeana. Tutaishi na dunia ambayo iko na amani. Kwa sababu kila mtu atakuwa anafanya vitu based on the best interest of the majority, sio minority of people ambao wako na capital. Ndio. Na Joshua, maoni yako ni yapi kuhusiana na kauli ambazo wenzako wameibua, tukiangazia zaidi pia mchakato wa uwajibikaji kama tulivyotaja, taasisi ambazo zimepewa jukumu la kulinda katiba na pia kuhakikisha haki na haki za kibinadamu zaidi hazihujumiwi, na hususan hazihujumiwi na maafisa ambao kazi yao ni kulinda haki hizo? Asante. Kuna mtu rafiki yangu najua anafanya kazi na Kenya National Commission on Human Rights, na wakati fulani hata maafisa ambao wanafanya kwa hizi taasisi wanaogopa. Kwa hivyo saa zingine utajiuliza kwamba na hawa maafisa ambao wanafanya hii kazi ya human rights, hao wanakuwa protected vipi? Kwa sababu saa zingine utapata kama tuseme IPOA na ni public knowledge kwamba maafisa wa IPOA wengi wao ni wale ambao walikuwa polisi. Wengi wao ni wale ambao wamekuwa polisi, wametoka kwenye police service ama uniform service, wakaingia wapi? Wakaingia IPOA. Kwa hivyo hawa bado ni marafiki tu wa polisi. Na bado tu mtu akiwa rafiki ya afisa ambaye anafanya kwenye IPOA, na mimi naongelea IPOA kwa sababu IPOA ndio imepewa nguvu za kuinvestigate police police brutality, police mistakings. It is true, ni ukweli kwamba IPOA labda haina pesa ya kutosha, labda hakuna maafisa wa kutosha, ni ukweli, na labda hawana capacity vile tunasema, ni ukweli. Lakini nikuulize, ni taasisi ngapi ambazo zina za kutosha? Taasisi ngapi ambazo Kenya hii ambazo zina pesa za kutosha, maafisa wa kutosha na vitu vyote vya kutosha? Hakuna. Labda uniambie afisa ya president na labda deputy president nao wanasiasa, labda hao wana ya kutosha, kwa sababu tumeona pesa ambazo zinatumika, mabilioni ambazo zinatumika hata kupita ile budget. Lakini kwa hizi taasisi zingine zote pesa huwa haitoshi, na hatutafika wakati maybe in our lifetime ambapo tutasema kwamba sasa tuko sawa, sisi tumetosha, tuko na maafisa wa kutosha, tuko na pesa ya kutosha, kila kitu inaweza ikaendelea. Kile kidogo ambacho mko nacho na kile kidogo ambacho IPOA kiko nacho, wamefanya nini? Hilo ndio swali tunafaa tujiulize. Kwa sababu nikiangalia vizuri kesi ambazo zimekuja kwenye public, hakuna kesi hata moja nimeona IPOA wamefanya investigation wakamaliza wakaleta ripoti kwamba tulifanya investigation hivi na hivi ndio imeendelea. Hatujaona. Kwa hivyo wale maafisa
tuseme ni wachache, sawa ni wachache, lakini wale maafisa wachache ambao kwenye IPOA kazi gani wamefanya? Success story. What are the success stories from IPOA? Ni nini tunaweza tukasikia tuseme kwa kweli hawana la kutosha, lakini wamejaribu, wamefanya hii na hii na hii. Hiyo haipo. Inamaanisha kwamba there is no goodwill hata kwa wale ambao wanafanya kazi kwenye hizi taasisi. Tunafaa tujifunze kutumia zile resources kidogo ambazo tuko nazo kufanya hata kidogo, na hiyo haifanyiki. Kitu nyingine ni kwamba taasisi kama IPOA ambazo zinafaa kuwa independent ni taasisi sometimes zinaitwa na Kiingereza toothless dogs. Yaani ni mbwa ambao hawana meno. Wanaweza bweka lakini hawezi uma. Sasa IPOA itaenda ifanye investigation, alafu inafanya nini? Inapeleka file, ina hand over file kwa nani? Kwa prosecution. Kazi yao imeishia hapo. Wale wataichukulia hapo, watatumia hivyo file vile imeletwa. Prosecution, ofisi ya DPP hawana nguvu za kufanya investigation. Hao kazi yao ni kuenda koti kuprosecute, kutumia ile file ambayo IPOA imeleta. Kuna changamoto hapo. Kama ofisi kama IPOA ambayo kwa sasa hivi haifanyi kazi yake, na hata mimi na recommend, lakini sijui kama ile kidogo wamepewa wameshindwa kufanya, sijui kama wataweza kufanya nyingine nyingi. Kwa sababu recommendation yangu ingekuwa kwamba ideal situation ni kwamba IPOA, which is handling a very critical part of our safety and human safety, inafaa kuwa na prosecutorial powers. Yani wanafaa kuwa wanaweza kupeleka kesi kotini wao wenyewe, ili wakishafanya investigation waende wafike koti, wafanye nini? Wa prosecute. Hiyo haifanyiki. DPP, tumekuwa na kesi mingi za DPP kuachana na kesi. Unasikiza tu kesi haiendelei. Kwa sababu gani? Haujui. Na kuna maafisa wengi, kuna mawakili wengi wa DPP wako kwenye ofisi ya DPP, lakini wengi wao hawafuatilii vile kesi ambavyo tuko na interest nazo. Mara nyingi watu wanataka kuprosecute other cases, anti-corruption cases, kwa sababu ni kesi ambazo ziko na pesa. Lakini hizi za haki za kibinadamu unapata hakuna mtu ambaye ako interested nayo. Kwa hivyo kuna utepetevu katika hizi taasisi za kiserikali, na ni vizuri tuseme kwamba tusije tu tukasema excuse ni hatuna pesa, ama excuse ni hatujapewa watu wa kutosha so hatuwezi fanya hiyo kazi. Let us use the small resources that we have kufanya kazi, kufanyia wananchi kazi. At least tujaribu tu. Yes. Na asante Joshua, tutakuwa tunapata maoni zaidi kuhusiana na baadhi ya kauli ambazo zimeibuliwa, tukiangazia baadhi ya masuala ambayo ameyazungumzia Joshua, na pia nafikiri Fredrick ameyazungumzia ya desturi ambayo ipo katika mchakato tu mzima wa kuleta makurutu na maafisa wapya kwenye huduma ya polisi. Unaanzia wengi wakisema ufisadi kwanza, watu wananunua zile nafasi, watu wanapewa zile nafasi kwa sababu ya wadhifa ambao watu wanajuana nao wanao. Hili linachangia kiasi gani kwa kutokuwa na maadili katika utendakazi wa labda huduma zenyewe, maafisa wengi ambao kwenye huduma hiyo, na labda pia kuangazia tu historia ya sisi kubadilisha huduma ya polisi kutoka kuwa kwenye force mpaka kuwa kwenye huduma ambayo inafaa kutoa utumishi na huduma kwa polisi ama kwa wananchi, ikiwa ni kitu ambacho kipo kwenye maneno lakini hakipo kwenye vitendo na uhalisia wake. Mtazamaji, tutakuwa tunarejea kuangazia hayo na kusihi usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, tunaingia kwenye sehemu ya 4 na ya mwisho ya mazungumzo haya, tukiwa tunaendelea kuangazia visa vya ukatili wa polisi na vielelezo ambavyo vinaonekana kukithiri vya ukiukaji wa haki za kibinadamu, licha ya kuwa katiba yenyewe inalinda haki za kibinadamu na sera zote ambazo zipo nchini, ikiwemo utendakazi wa maafisa wa polisi, vyote vinaangazia kulinda haki za kibinadamu, lakini matukio yaliyopo ni kinyume cha yale yaliyopo katika katiba. Na
na uwajibishwaji unakuwa uko chini kabisa, ikiwa inaendelea kuvunja moyo wa Kenya ambao wanaathirika na visa hivyo, na maisha yanaendelea kupotezwa katika msururu huo wa ukiukaji wa haki za kibinadamu. Karibuni kwenye sehemu ya mwisho, lakini tukiangazia zaidi huduma ya polisi inavyofanya kazi na mchakato pia ambao nafikiri Fredrick alikuwa ameuzungumzia, ambao unaonekana ni wa kihistoria katika utendakazi wake, na labda kuweka tu desturi mbaya kwenye huduma yenyewe ya kwamba tunaweza tukafanya makosa na labda tusiwajibishwe kwa sababu tunajua wakubwa ama tumetumwa na wakubwa ama kuna viongozi ambao wana uwezo wa kisiasa wa kutulinda, na pia wakati ambapo tunaweka vigezo vya kimasomo vya chini katika kuwachukua makurutu ambao watakuwa wanalinda usalama, kwa sababu usalama unakuja kabla ya kila kitu. Kama kuna usalama, hatuwezi kupata huduma za afya, hatuwezi kwenda kazini, hatuwezi kujenga nchi wala kukuza uchumi kwenye njia yoyote. Maoni yako ni yapi katika historia na desturi ambayo imejengeka katika huduma ya polisi, na labda inahusisha vipi ama kuhusiana vipi na ukiukaji wa haki ambao tunauzungumzia? Kwanza kabisa tukizungumzia historia vile polisi wamekuwa wakipata kazi. Unajua, kwanza kuna polisi wengi sana ambao wanafikiria ni kwamba sisi hao wanatusaidia. Hiyo fikra lazima tuitoe kwenye mawazo yao. Polisi hasaidii raia wala hasaidii Mkenya yote. Polisi mwenyewe aliomba kazi, akaenda akaajiriwa na kawapa kwamba atafanyia umma kazi na atatekeleza katiba na sheria zote ambazo tuko nazo. Kwa hivyo the belief kwamba polisi ukienda kwa police station unaenda kumbembereza yako hapo kwa simu sijui nini, yani is like you are begging sijui fuel weke kwa gari. That culture, it has to change, but it can start from the government. The government leadership must be able to give those kind of clear directions. Ya pili, tumeona polisi wengi ambao wameajiriwa, ukiangalia historia yao, family nonsense. Watu ambao familia wamechoka nao, ni mtukutu, hakuwa anataka shule, alikuwa anasumbua, na amekuwa sasa community reject. Sasa baba yake ambao ni director mahali, mama yake ambao ni tajiri mahali, anatafuta pesa hapa na pale na ushirikiano na serikali, anasema nichukulie mtoto ananiabisha. So we are employing community reject, we are employing family nuisance, people ambao watu wao wenyewe wamechoka nao. So we have now a service that is full of criminals or deviants. Walikuwa deviants in their young age, wamekuwa na criminal tendency and behaviors, and now happy imekuwa police service imekuwa the dustbin. Now the impact of employing such kind of people is what we are seeing, criminality. Na there is the rule of law, impunity, because uwezi panda maembe na ukavuna nini? Mahindi. The other thing pia tunaona with regards to the police culture, ambao pia it is important that we point out, is our laws. We have got either legal gaps or limitations that then police take advantage of. Kwa mfano, polisi kama ametumwa na mkubwa wake, first we need to ask ourselves, between taking orders and following the rule of law and respect for human rights and constitutionalism, which one comes first? Polisi kwanza anafuata orders ama anatekeleza katiba? Polisi ambao tuko nao anafuata orders. Hata akiambiwa ende upige mamako risasi, yeye apige risasi, yafuata orders. So where is the conscience? Where is the belief in the rule of law? Where is the, so that area, how do we deal with that issue? To me, I think as a practitioner, as a non-state criminal justice actor, I strongly believe that we need to again relook into the mambo ya sheria ambayo inaongoza kazi ya IPOA. Kwa nini mpaka saizi IPOA ikifanya investigation, tuwe na mashahidi, tuwe na evidence, tuwe na hata risasi ambayo ilitumika, tuwe na hata footage, bado IPOA haina mamlaka kikatiba kwenda kushika nani? Polisi. Bado wanaandikia IG barua. Wanamwambia sisi ni IPOA sehemu fulani, tumekuwa tukichunguza ofisa fulani na tumepata ushahidi wa kutosha kwamba amehusika katika dhulma aina hii. Tunaomba ashikwe ila kwe. Haifai kwa hivyo. I think we need to revisit that provision of the law ili IPOA ipewe the powers to arrest. Isikuwe lazima IPOA iende kotini
ndio koti sasa itoe orders or directives kwamba ofisa fulani ajisalimishe. Or wakati IG ameona he want to make the police service look good. Najua saa zingine polisi they want to make themselves look good. Wanasema ile tumemsalimisha yule tumemfikisha kotini. We want an express directive in terms of the law whereby IPOA wako na hiyo nguvu. And lastly is the issue of corruption. Lazima tuzungumzie. It is corruption everywhere. The corruption culture. If we do not come up with a law and make sure that we put all the legal safeguards ya kuhakikisha kwamba corruption is not involved in impunity, because hao polisi wote ambao unaona wameua na hawajafikishwa mahakamani ama hata hawajapelekwa jela, they use their influence, they use the power of corruption to remain free. So that is one area ambao Wakenya wanafaa waangalie. Yes. Waringa, maoni yako ni yapi kuhusiana na haya? Ndio, na swali yako mzuri kwa sababu spark conversation ya hiyo venye ulikuwa unasema kwamba mambo ya kukuza uchumi na jinsi ambavyo inashikanisha hii mambo ya kipolisi, kushika watu kiholela, ukatili ambao uko kwa police system, jinsi ambavyo inashikana na mambo ya kukuza uchumi. Na ile duty ambayo Wakenya wako nayo kushikanisha hizi vitu mbili na kutozifanya kama mambo yenye yametengana. Kwa sababu vita yote yenye watu wanapigana nayo, hata mahali kwingi ambapo polisi wako na kuna violence mingi sana ya polisi, unapata ni mahali ambapo kuna umaskini mwingi sana. It's in many informal settlements. Na social justice centers actually ziko positioned kwa very many informal settlements. Na ni vita ya hao watu ambao wametengwa kwanza na serikali na wengine pia na watu, lakini wametengwa na serikali in terms of its economy, socially, politically, in many wanachajiwa sengine politically kwa sababu wanatumika vingine na and such. Lakini ile umaskini ambaye iko huko ni mingi. The criminal justice system inaoperate sana kwa areas ambazo ziko na umaskini. Sio? Kwa sababu huko ndo unasema kuna crime mingi sana, lakini ni poverty related crimes. So this violence ambayo polisi wanakuja nayo, wanapiga watu, wanasema ni goons, blah 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 kind of conversations, na hata kupiga tu watu ambao ni wamewa profile in a particular type of manner, kwa sababu hata mauaji ya kiholela ni mauaji ambaye unaua tu mtu ambaye ameprofiliwa in a particular manner. Na instances zingine kama zenye tumesikia za stray bullets and such pia zinapatikana tu kwa specific areas of our community. Na duty ambaye sisi tuko nayo, mimi kama young person na every young person and every Kenyan ambaye yako, ni kuelewa kwamba role ya police, unless mtu make a deliberate decision ya kutoserve state na government ambaye ni oppressive, make decision ya kuserve majority of the population, basi hata vita ya watu ya kupigania hiyo economic liberation, yani kupigania hiyo kukuza tu jamii yetu economically, socially and politically, wakati ambapo Wakenya wanaendeleza hiyo vita, polisi ambao wako kwa hiyo system ndio ambao wako na responsibility. But when it comes to the question of IPOA, mali ambapo tumefika, maoni yangu na pia ni inaweza kuwa ni maoni ya pia organizations ambazo tumetoka, ni kwamba polisi wa Kenya hawana uwezo, hawako tayari na hawataki, hawana the ability, they have neither the capacity, the willingness or the ability ya kuinvestigate cases of extrajudicial killings na police brutality Kenya. In fact, 2024 after zile killings mingi sana ambazo zilionekana zimebottle up, Mathare Social Justice Center ilipeleka kesi kotini High Court ya kusema kwamba imefika muda Attorney General I invite International Criminal Court ikuje isaidie kwa investigation ya hizi cases, kwa sababu sio protest peke yake police brutality na exist. Niwaeleza kwamba social justice movement imekuwa ikirecord hizi cases for the past 10 years. Ndugu ametukumbusha kwamba there are also questions ambazo zimekuwa carried over from colonial times ambazo watu wanataka watu wasahau. Lakini hata tukiongelelea hizo takwimu, the statistics of people who have died, is it enough to talk about statistics for how many years? Many years hatuwezi endelea kuzungumzia takwimu. Imefika muda, kwa sababu nchi yetu haina structures, hata IPOA ipewe all the money in the world, haitafanya hiyo investigation unless people themselves make it a demand that polisi ambao wamekuwa wakiua watu, wakifanya mambo ya kiholela ambaye haifuatani na sheria, out of rule of law, does not respect human rights, unless watu wenyewe in the process of defending their economic struggle and their political struggle waseme polisi pia lazima ikuwe cleaned
system. Na pia tuna invite everybody who feels the same to participate in that case. Kwa sababu hatuwezi itikia iendelee tu hivyo. That people are killing. Nani hata hold accountable hata hiyo IPOA itself. Yeah. Na Joshua, maoni yako ni yapi? Asante, na nakubaliana na vyote ambavyo ndugu zangu wamesema. Article 1 inasema sovereign power belongs to the people, all sovereign power. Kwa hivyo inamaanisha nguvu imo mikononi mwetu kama Wakenya. Na pia hiyo katiba yenyewe inatupea haki ya kukua hai unless labda ukue mgonjwa ama accident ama vitu kama hivyo. Article 26 inamaanisha hakuna mtu ambaye amepewa nguvu ya kuchukua uhai wa mtu. Kwa hivyo lazima tupiganie hiyo haki ya uhai na lazima tupiganie haki zetu zote ambazo ziko kwenye katiba. Kuna labda shida moja tu. Mara nyingi pia ignorance inafanya tusiweze exercise our rights. Unapata kwamba polisi anaweza shika mtu kwa sababu hana ID. Ati mtu anatembea hapa CBD alafu anaulizwa ID yako iko wapi? Ati sina ID, alafu anashikwa, anafanya nini? Anapelekwa. So ina border ile kitu Ojiro anasema impunity, lakini pia kutokujua kwetu. Kwa sababu kwa sababu gani ushikwe? Kwa sababu hujabeba ID, hujatembea na ID. Ni sheria gani inasema mtu anafaa kuwa anatembea kila mahali akiwa na ID? Hakuna sheria kama hiyo. Lakini kwa sababu mtu hajui, atasema yenyewe nimefanya kosa. Mimi najua vijana wengi sana ambao wanafikiria kutembea na ID ni sheria. Haufai kutembea bila ID. Ambapo ukishikwa wewe utaenda wapi? Utaenda upelekwe. Lakini saa zingine unapata vitu kama hivi vinafanyika kwa sababu ya polisi wenyewe wanataka kufanya extortion. Acha nikwambie, hapa town, hapa Nairobi, kuna vijana ambao wanafanya biashara ya kupiga picha. Hao vijana polisi wanawashika karibu kila siku. Naona ndugu yangu anacheka. Kuna siku tulisaidia mmoja ambaye alikuwa anaombwa pesa. Kijana amekuwa kazini siku mzima kutoka asubuhi mpaka jioni hajapata pesa. Alafu polisi anakuja kumwambia hati wewe hufai kupiga picha hapa. Wakati umepita ya kupiga picha. Unafaa upige picha mpaka saa 11. Ikipita hiyo time wewe sasa ni rafiki ya polisi. And then si ati wanataka kumshika wapeleke seli. Wanataka atoe kitu kidogo. Wanamuomba pesa. Tulipata kijana anapigia mamake simu. Ati mama, nimekuwa kazi lakini sijapata kitu, nitumie pesa nipe polisi. Sasa ape polisi afanye nini? Polisi ndio amwachilie. Kwa sababu gani? Ati kwa sababu amepiga picha kwenye CBD past working hours. Hiyo working hours nani ameweka kwamba watu wanafaa wafanye tu kazi mpaka saa 10 ama saa 11? Ikipita hiyo time polisi atakushika akupeleke ndani. Unaona vitu kama hivyo? Kutokujua kwetu. Na ndio maana nimefurahia siku nyingi, siku hizi wengi wao wanajua. Polisi akikuja anawaambia ni biashara tu kama biashara zingine. Unaona yule mtu wa duka amefunga, hajafunga, hata mimi sifungi. Nitafunga ile wakati customers wamefanya nini? Na pia si mandate yake ni ya municipal. Na pia sio mandate ya polisi kuja kuambia mtu ati wewe sasa ufai kufanya biashara hapa. Ni municipal the city county government ndio nafaa wafanye hiyo regulation, sio polisi. So kutokujua kwetu unapata polisi anakuja tu anatake advantage, wanafanya vile vitu ambavyo wanataka. Napenda pia niseme kwamba kuna bodies nyingi ambazo zimekuwa created na tuliona ile Maraga led initiative ya kuzungumzia police reforms. I think ni vizuri kama mumetumia pesa ya wananchi kufanya uchunguzi ama kufanya kitu fulani, ni vizuri tupate ripoti kamilifu na tuweze kujua kwamba hii police tunaweza kureform vipi na tukue na police service kwa kweli ambayo sio police force. Mara nyingi tunaona hivi, tunakuwa bodies nyingi zinakuwa created, kuna hii police reform whatever, kuna hii nyingine, alafu report zinaletwa, zinakuwa dustbin, yani zinawekwa kwa dustbin. Yani pesa, watu kama 10 hivi wanalipwa pesa kwa mwaka mmoja ama miaka miwili kufanya uchunguzi ili tuweze kupata change, but we don't get that change. At the end of it, hao watu wanaleta ripoti, alafu hiyo ripoti inafanywa nini? Inawekwa kwenye dustbin. Pia ni vizuri pia kucomment watu ambao wametokelezea kusaidia katika kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu zinafuatwa. Kuna LSK tumeona leo kuna uchaguzi, kuna bodi nyingine nyingi ambazo zinasema
civil society organizations ambazo zinasema hata kama tumezungumzia mambo ya police brutality for a long time, we cannot stop just because we have not gotten there. Hatuwezi nyamaza kwa sababu hatujapata ile change ambayo tunataka. Lazima tuzidi kuzungumza, lazima tuendelee kuensure kwamba kuna hizi haki ambazo zinafuatwa. So nashukuru pia zile organizations ambazo zinafanya hivyo, na kama wa Kenya lazima tuwajibike sisi wenyewe kwa wenyewe. Ukiona polisi anachukua bribe ya 50 bob, 100 bob, wewe tukue hata na evidence. Afadhali tukue na evidence hata kama hakuna mtu kwa sababu ipo siku ambayo tutakuja kupata ile change ambayo tunaitaka. Naam, kwa sababu ya muda nitawapatia dakika moja kila mtu kutamatisha kauli yako ya mwisho, alafu tuwapatie wengine nafasi. Kwa lugha ya Kizungu tunasema sisi kama shirika na vijana tunashare our love, kindness kwa hizi familia zote because wamewachwa peke yao, na sisi kama shirika tunazidi kusaidia katika documentation, tukifanya kazi karibu na all stakeholders including the media kuhakikisha kwamba maonevu yoyote imekuwa highlighted na dunia mzima imejua. Social justice centers wamekuwa kutuletea cases so that we are able then to work together with them, kuangalia family wamepata mawakili, wamepata counseling services, pathologists wamepatikana, they are very expensive. So how do we make sure kwamba tumeshikilia familia mpaka haki ipatikane? Na kitu nyingine pia, serikali inaweza kuwa serikali ya ukatili, serikali ya Ruto, lakini it is our duty to document all those cases because we know one day haki itapatikana. Na ya mwisho ni kusema kwamba kuna ukatili wa aina nyingi. Watu kupotezwa kama North Eastern, kupotezwa ni kila siku, watu kunyamazishwa like Mwabile Mwagodi amefanya kosa gani? Kuuliza tu serikali iwajibike. Kijana anakuwa harassed kila left right and center. The issue ya police brutality, pia kuna watu ambao wamepigwa risasi. Kuna watu ambao pia unapigwa na rungu paka ukitoka hapo na kufa. So kuna aina nyingi ya police brutality, but the bottom line is vile nirudia, I think the government of the day inafurahia sana kama polisi wanadhulumu, sababu polisi ni chombo cha dhuluma. Ni jukumu la Wakenya kuhakikisha kwamba wamerekebisha na kuhakikisha kwamba we get a government that is responsible, that protects the people. Na Mwaringa, kauli yako ya mwisho. Mimi naichukulia tu hapo ya kwamba sisi duty yetu ambayo tuko nayo ni ya kudefend democracy. Sure. Na hata hii gumzo inaletwa kwa sababu Wakenya wanaendelea kupigania demokrasia. Na hata tukiendelea kusema kwamba tuki invite mahakama kuu ya hizi cases za jinai, the International Criminal Court, ikuje put check on who kwa sababu kweli tunaweza endelea kudocument hizi cases. But again I say the prize is everybody, is Cheryl, it's everybody who has died through police killings and brutality ya police. Ile violence na hata watu wakifanya mathematics ya the amount of money which is poor people wanalipa in terms of bail. Kwa sababu ya venye criminal justice system. Bail and bribe. Yes. Kwa sababu ya jile criminal justice system iko oppressive kwa poor people. Watu wakiendeleza hiyo vita ya kidemokrasia ya kujidefend tu, hizi gumzo pia zitaendelea. Na ukweli ni kwamba at some point hiyo siku ikifika itakuja kwa sababu ya hiyo mapambano. Na mwisho ni invite wale ambao ni mafilantropia wa Kenya, Kenyan philanthropists, rich Kenyan philanthropists, to instead of spending money with fakeness, start contributing towards the struggle for democracy by the Kenyan people. Ndio tuweze kuendelea, kwa sababu pia kuomba pesa majuu inakuwa difficult. Joshua, kwa kumalizia maoni yako. Polisi waache kubehave kama wahuni na wafanyie wa Kenya kazi. Taasisi mbalimbali, watu kila mtu afanye kazi yake na tuache excuses za sijui hakuna pesa, hakuna nini. Tufanye kidogo tunachoweza, mahali pesa itatufikisha. Kwa Wakenya, hii nchi ni yetu, lazima tuiprotect, lazima tupiganie na lazima tuzidi kuzungumza. Tuweze tukanyamaza kwa sababu haijafanyika hadi sasa hivi. Ipo kuzungumza sasa, ipo siku. We are pursuing a just cause and when the cause is just, conquer we must. Bila shaka, asante sana. Na mtazamaji, badala yake mapambano yaendelee, mapambano yaendelea, mapambano yaendelea, yaendelea.
Asanteni sana. Na mtazamaji, hiyo itakuwa ni kauli ya mwisho na kukutia nguvu kuendelea kupambania tu haki za kibinadamu popote pale ulipo. Niwashukuru sana wageni wangu kwa kuja na kukutamatisha kwa staili yake show ya leo yanayojiri. Kufikia hapo sina la ziada mtazamaji. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa, mwenzangu Ian Kintani tayari yupo studioni kuchukua usukani kwa taarifa hizi kwa lugha ya Kimombo. Hadi wakati mwingine inshallah, kwaheri.